awezaye kusimama mbele yangu? Kwa jina la thamani la Yesu tunao ushindi. Oh, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunao ushindi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu mapepo yakimbia. Amina. Tujapo kwa jina la Yesu, niambie ni nani awezaye kusimama mbele yangu? Kwa jina la thamani la Yesu tunao ushindi. Oh, ushindi wangu, ushindi wangu, ushindi leo ni wangu. Nilimwambia shetani arudi nyuma, ushindi leo ni wangu. Lo, ushindi ni wangu, ushindi ni wangu, ushindi leo ni wangu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, ushindi leo ni wangu. Furaha, furaha ni yangu, furaha ni yangu, furaha leo ni yangu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, furaha leo ni yangu. Ujumbe ni wangu, ujumbe ni wangu, ujumbe wa leo ni wangu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, ujumbe wa leo ni wangu. Neno ni langu, neno ni langu, neno la leo ni langu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, neno la leo ni langu. Tumpigie makofi. Unafurahi jinsi gani kwamba unalo neno? Mara moja zaidi. Hallelujah. Ushindi, ushindi ni wangu, ushindi ni wangu, ushindi wa leo ni wangu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, ushindi leo ni wangu. Ujumbe ni wangu, ujumbe ni wangu, ujumbe wa leo ni wangu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, ujumbe wa leo ni wangu. Neno ni langu, neno ni langu, neno la leo ni langu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, neno la leo ni langu. Hallelujah. Lo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Je, hilo linakufanya utabasamu usiku wa leo? Je, hilo linakufanya ufurahi? Hebu tumshangilie kweli kweli kwa makofi mengi. Amina. Bwana asifiwe. Ushindi ni wangu, ushindi ni wangu, ushindi leo ni wangu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, ushindi leo ni wangu. Ujumbe ni wangu, ujumbe ni wangu, ujumbe wa leo ni wangu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, ujumbe wa leo ni wangu. Neno ni langu, neno ni langu, neno la leo ni langu. Nimemwambia shetani arudi nyuma, neno la leo ni langu. Utukufu. Amina. Waweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo, neno ni langu, ujumbe ni wangu, kila kitu ni changu, furaha ni yangu.
Jina la Bwana lihimidiwe. Ningependa kuwakaribisheni kila mmoja na wote wanaosikiliza hewani, wakisikiliza kwa simu usiku wa leo kote ulimwenguni. Siku zote mimi usahau kuwakaribisha hao jamaa wote, lakini wao pia ni sehemu ya kanisa hili. Ule uchumi mkuu yeye anao ni kwa ajili yao. Tulitoka kumsikia siku ile akizungumza kuhusu mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Wametawanyika, lakini wao wanarudi kwenye neno. Amina. Bwana sifiwe. Hebu na nilisahihisha hilo kidogo. Hatukuliacha neno. Siku zote tuko humo katika neno, lakini ni neno ndilo linalomuunganisha pamoja bibi harusi wa Yesu Kristo. Hakuna kingine kinachoweza kufanya jambo hilo. Haina budi iwe ni ujumbe huu. Lazima uwe ni ujumbe wa saa hii, na hiyo ndiyo njia pekee inayoweza kufanya jambo hilo, ni kwamba Mungu aliurekodi jumbe hizo zote ili tuweze kusikiliza jumbe, na hilo ndilo linalomleta bibi harusi pamoja. Jina la Bwana lihimidiwe. Tulimuona Mungu mwenye nguvu akifunuliwa. Amina. No, jamani. No, jamani. Bwana sifiwe. Ni ujumbe ulioje. Bwana sifiwe. Lo, ni ajabu jinsi unavyokuwa mpya na wenye maana zaidi kwa bibi harusi kila tunapousikia na tunapokusanyika pamoja kama kanisa na kusikiliza mambo yote ambayo ndugu Branham aliyosema. Nilitaka kutoa nukuu, ni kama kunayo nyingine, hakuna mwisho wake. Yaani kila kitu alichokisema hicho ni nukuu moja kubwa kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Ni ajabu vipi, lakini tunatambua hilo katika wakati huu wa mwisho. Hicho ndicho bibi harusi anachokitambua, kwamba ni Mungu aliyefunikwa katika mwili wa mwanadamu, tena katika wakati huu wa mwisho. Huo ndio ufunuo unaokuja, naye alinena kupitia nabii aitwaye William Marion Branham. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tunaamini kwamba ni maneno ya uzima wa milele kwa bibi harusi. Hilo ndilo ujumbe huu wote unachohusu. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni kutambua wa ufunuo. Anasema hilo linawapofusha wengine. Alisema lakini si huyo bibi harusi. Alisema kwamba hao hawakufanya hivyo. Anasema nasi tulijuaje? Kama vile tu Danieli alivyofanya. Anasema kwa kusikiliza kile nabii huyo alichosema. Alisema Yeremia, alisema Danieli alikuwa akimsikiliza Yeremia. Alikuwa akilisoma na kulisoma na kulisoma. Sisi tunalisoma na kulisoma na kulisoma na tunapata kulisikia. Unajua hilo lililo ajabu, yeye angeweza tu kulisikia, lakini alipata tu kulisoma, lakini sisi tunapata kuisikia sauti ya Mungu. Na kile ndugu Branham alichokifanya kwa ajili ya bibi harusi wa Yesu Kristo, bado ilibidi yeye ateseke ili kulifanya hilo. Ilibidi ajisalimishe mwenyewe kikamilifu, lakini huo ni mfano kwa bibi harusi wa Yesu Kristo, kile sisi tunachopaswa kufanya. Mungu anatutaka sisi kila kitu tulicho. Si sehemu yako, yeye anataka kila kitu. Yeye anakutaka usalimishe kila kitu kwake. Nanyi mmeona chombo kilichojisalimisha jinsi kinavyofanya kilikuwa nini? Kikawa Mungu alidhihirishwa mbele ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo tunatambua kwamba sisi ni nyaraka zilizoandikwa. Lo, je, ulipenda jinsi ndugu Branham alivyolisema hilo usiku ule? Naye alisema ni kitu gani hicho? Ni ninyi, ni neno ambalo limeandikwa, lililodhihirishwa, na hakuna kitu kinachoweza kuongezwa kwake. Hakuna kinachoweza kuongezewa kwenu, enyi jamaa, sivyo, isipokuwa neno lenyewe peke yake. Bwana sifiwe. Alisema sisi ni mbegu. Anasema tukikaa katika uwepo wa utukufu wa Shekina. Lo, hilo ni zuri sana. Utukufu wa Shekina ni nini? Mtasikia hilo. Utukufu wa Shekina huivisha mbegu iliyoahidiwa kwa ajili ya saa hiyo. Lo, hiyo ni wewe. Amina. Utukufu huo wa Shekina huivisha mbegu iliyoahidiwa kwa ajili ya saa hiyo. Neno linamwonyesha aweze bado kuwa yungiyungi la bondeni. Inazaa mbegu hiyo, yungiyungi la bondeni, mkate wa uzima, Alfa Omega. Yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ndiye sehemu ya waaminio. Bwana sifiwe. Utukufu wa Shekina unamfunulia mwaminio kuwa yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huyo ni Mungu akijifunua mwenyewe papo hapo.
Anasema utukufu wa Shekina unadhihirisha yeye, unalileta neno la ahadi moja kwa moja kwako. Anasema hiyo ndiyo sababu ilibidi yeye autie utaji uso wa Musa, kwa sababu ndani yake mlikuwamo na neno. Unajua, alisema wakati Musa lile neno lilipokuwa ndani yake, alikuwa yeye, alikuwa Mungu. Akasema sasa wakati neno lilipomtoka, alisema alikuwa ni Musa tena, lakini mradi tu yeye alileta hilo neno, alikuwa Mungu. Mwili umekuwa daima ukiwakwaza watu kila wakati. Ni utukufu kwetu sisi, ni utukufu kwetu sisi. Bwana sifiwe. Kwa sababu tunamtambua, tunaliweka hilo wazi kwamba sisi hatumwabudu huyo mtu. Mungu alimchagua mtu huyo, lakini alikuwa ni Yesu Kristo akiishi katika mwili mbele zetu, naye akasema huyo ndiye ninyi mliye. Ndio maana ni tukufu sana, na tupa hata na hatua nyingine zaidi, ni sisi tukiishi katika mwili, Mungu akiishi na kukaa ndani ya watu. Alisema yeye angeweza kufanya lolote, alikuwa na mwamba, nyumbu na chochote kile, lakini yeye alituchagua sisi. Anasema naye anajificha leo katika vyombo vya udongo pamoja na Shekina. Nje wanaonekana kana kwamba ni kundi la watakatifu wanaojivindisha ngozi za kale za pomboo, bali ndani yake zinauficha utukufu huo wa Shekina. Amina. Bwana asifiwe. No. Ulimwengu unatutazama sisi ni kundi la wenda wazimu kwa ulimwengu, lakini ndani utukufu wa Shekina unaishi na kukaa ndani yako. Ni ajabu vipi! Nasi tunakula nini usiku wa leo? Tutaona. Nalo linauivisha mkate wa uonyesho tunaousherehekea. Bwana sifiwe. Na kuendesha magari kote nchini kwa sababu yake kwa mamia ya maili. Ni chakula cha mwaminio. Ni cha waaminio peke yao. No. Bwana sifiwe. Lo, jamani. Lo, jamani. Mweza kuketi. Je, hilo si ni la ajabu? Iliwapofusha wengine, lakini si waaminio. Ni kwa waaminio peke yao. Kumbukeni, ule mkate wa uonyesho ulikuwa ni tu kwa mwaminio peke yake. Mnaona mbegu ya mkate wa uonyesho. Angalia, unafanya kitu gani? Huo utukufu wa Shekina juu ya mkate wa uonyesho uliufanya usiharibike. Hauharibiki kamwe. Enyi jamaa, ni wa thamani zaidi. Anasema ilikuwa wakati makuhani hao walipoingia mle, mkate huo wa uonyesho waliokuwa nao walikula tu kipande kimoja mara moja kwa kipindi fulani, na akasema ilikuwa mana mpya kila wakati. Nasi tunakula mana mpya usiku wa leo, ambayo imetayarishwa kwa ajili yako. Na utukufu wa Shekina ulio ndani yenu utauivisha ndani yenu, nanyi mtalishwa maneno ya uzima usiku wa leo. Utakuja na kuleta uzima mpya ndani yenu. Lo, jina la Bwana lihimidiwe. Nadhani sisi ni kundi la Bolt. Kila mtu anajua. Je, sisi ni kundi la Bolti? Nani aliye Bolti hapa? Vema, baada ya kusikia ujumbe wa usiku wa leo, kila mmoja wenu atauinua mkono wake. Lakini tumeingizwa kikamilifu kwenye nati inayofaa. Amina. Jina la Bwana litukuzwe. Lo. Alisema lazima iwe na hizo hesi zilizo sahihi. Na anasema kwamba nati hiyo, anasema kwamba itamvuta bibi harusi imuingize katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alisema lazima uingize sahihi. Unapaswa kujua huwezi kuingia humo. Ukijaribu kufanya hivyo, ukijaribu kuingiza kwenye gari lako ikiwa imepishana hesi, haitafanya kazi. Kuna hesi laini, kuna hesi ngumu, kuna za mkono wa kushoto, za mkono wa kulia, lakini sisi tuko kikamilifu. Anasema kila kitu kimebanwa vilivyo tu. Na anasema unapoikaza, alisema itamvuta moja kwa moja imuingize katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Hicho ndicho ujumbe unachofanya. Yeye alijua, ingawa katika wakati huu wa mwisho, kama vile mtoto mdogo katika tufani. Anasema, mama, namtaka Mungu aliye na ngozi. Na akasema Musa aliposhuka, anasema watu walitetemeka, waliogopeshwa. Alisema Musa alikuwa anasema nitakuja, na hiyo tu, nitakuja kwao katika nabii. Naye alijua. Kwa hivyo sisi tulikuwa naye Mungu aliye na ngozi. Jina la Bwana lihimidiwe. Na ndivyo ninyi nyote mlivyo. Mungu aliye na ngozi. Msisahau kamwe hilo. Hiyo ndio ahadi yenu, huo ndio ushindi wenu. Wewe ni Mungu aliye na ngozi. Amina.
Jina la Bwana lihimidiwe. Je, mnampenda usiku wa leo? Jina la Bwana lisifiwe. Tutavinamisha vichwa vyetu na kuingia moja kwa moja katika maombi. Ni vizuri sana vipi kuwa katika uwepo wa utukufu wa Shekina ulio hapa. No, maana iliyofichwa ambayo hakuna mtu aliyeijua, lakini ni kwa ajili ya bibi harusi. Haiharibiki kamwe, ni mpya kila wakati. Kama nilivyosema mara nyingi, unaweza kuwazia jinsi ambavyo huyo kuhani alivyojisikia wakati ulipofika wakati wake wa kuingia patakatifu pa patakatifu, kuingia mle usiku huo, siku hiyo, kuingia mle na kuonja mkate huo. Unaweza kuwazia ni miaka mingapi umekuwa ukikaa pale naye akiutazama, nao huu hapa mkate mpya, maana ikiwa imekaa pale. Lo, moyo wake lazima ulifurahi sana kuweza kuingia mle na kufanya hivyo. Na sasa sisi tunapata kulifanya hilo mpya, si ati mego moja, kinywa kilichojaa kwa wakati mmoja. Inaendelea tu zaidi na zaidi na zaidi. Ufunuo unazidi kuwa mkuu zaidi na zaidi na zaidi. Unazidi kufunuliwa kwa bibi harusi, kwa sababu tuko katika wakati wa mwisho. Yeye hata amekuwa akituonyesha. Tunakaribia nyumbani. Enyi watoto, tuko karibu sana hapo. Safari imekaribia kukamilika. Asante Bwana kwa ufunuo huo. Asante kwamba tunajua kuwa unakuja tena katika wakati wa mwisho na kujifunua mwenyewe, kwamba ulikitumia chombo kutuletea maneno ya uzima wa milele ambayo yangemwita bibi harusi atoke, ambaye wangemtambua. Wengine wangejikwaa, hawangemtambua. Lo, ni upuuzi, ni wazimu, kundi la nati. Lakini kwetu sisi ni maneno ya uzima wa milele. Lo, inazilisha roho zetu. Ndicho kitu pekee tunachotaka, ndicho kitu pekee tunachoweza kuishi kwacho. Tunamshukuru kwa hilo usiku wa leo. Tunamshukuru kwamba yeye ndiye ile almasi kuu ambayo ndugu Branham alizungumzia. Naye anasema alichubuliwa na kukatwa na kung'olewa. Anasema lakini vipande vile vidogo ndivyo sisi tulivyo. Sisi pia ni almasi. Sisi tu sehemu ya mwamba huo mkubwa, ule mwamba wenye imara. Je, unampenda yeye usiku wa leo kwa moyo wako wote? Ajabu sana. Tunayo maombi machache yaliyoletwa. Tunataka kumwombea ndugu Yar Aguino, binti yake ambaye ana kansa. Tunataka kumkumbuka, na ombi lisilotamkwa lililotoka kwa mtu asiyejulikana kutoka Canada. Tunataka kumshukuru Bwana. Ndugu yetu Scott Madi alifanyiwa upasuaji jana, kidole tumbo chake, naye alipitia upasuaji huo akiwa salama. Yuko nyumbani, anasikiliza hewani muda huu usiku wa leo. Tumekukumbuka ndugu Scott, lakini jina la Mungu limidiwe. Yeye alikuwa pamoja nawe na yuko pamoja nawe nanyi nyote huko nje mnaosikiliza hewani muda huu. Mungu yule yule aliyepapa hapa katika jambo hili pamoja nasi yuko pamoja nanyi. Yuko vivyo hivyo kila mahali. Naye anamwita bibi harusi wake. Nanyi mu sehemu ya bibi harusi huyu. Ninyi ni sehemu ya kanisa hilo. Ndugu Branham anaposema hili ni kwa ajili ya kanisa langu tu. Amina. Sisi ndio kanisa hilo. Sisi ndio kanisa lenyewe. Jina lako lihimidiwe. Je, unaamini kuwa ilikuwa ni Mungu aliyefichwa mwenyewe ndani ya mtu anayeitwa William Marion Branham? Je, unaamini wewe ndiye mbegu hiyo? Basi ikiwa wewe ndiye mbegu hiyo, sikiliza. Naam, Roho Mtakatifu yeye yule anayeweza kubashiri kwa usahihi sana bila kukosea hata wakati mmoja miaka hii yote, na kupitia kwa neno lake amejaribu kuwafunulia ninyi leo ya kwamba Mungu si kitu fulani kilicho mbali mahali fulani ama kitu fulani cha kihistoria. Yeye ni neno lililodhihirishwa, lililo hai na la wakati uliopo. Alijificha mwenyewe katika utaji wa binadamu, katika kanisa lake, akijifunua mwenyewe kwa imani yako na imani yangu pamoja, kutuunganisha pamoja, tukifanya umoja wa Mungu. Mimi siwezi kufanya kitu bila ninyi. Ninyi hamwezi kufanya kitu bila mimi. Hakuna anayeweza kufanya kitu bila Mungu. Kwa hiyo sote pamoja linafanya kitu kimoja, ule muungano. Je, unautaka muungano huo usiku wa leo? Mungu alinituma kwa kusudi hilo. Mnaamini jambo hilo? Na hapa linatendeka. Ndilo hilo hasa, mnaona, limehakikishwa kikamilifu.
Sasa sikilizeni alichosema. Sijali una kasoro gani. Yale aliyosema mtu yeyote, kama kutoka moyoni mwako unaamini ya kwamba utapona, hakuna kitu kinachoweza kukuzuia. Yeye alisema hivyo. Pia alisema mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa. Mnaamini hilo? Amina. Hebu na tuimbe wimbo wetu, yuko hapa, yuko hapa. Haleluya, yuko hapa. Amina, yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu, nitalibariki jina lake tena. Sikiliza kwa makini, analita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumgusa, nawe utabaki vile ulivyokuwa. Jina lako la ajabu limidiwe Bwana Yesu. Jinsi tunavyokupenda usiku wa leo Bwana, kutoka ndani ya mioyo yetu. Baba, uko hapa nasi tunaweza kugusa Bwana Yesu. Baba, jinsi gani tunavyokuabudu usiku wa leo Bwana Yesu, kuketi pamoja nawe katika ulimwengu wa roho Bwana. Baba, unajifunua mwenyewe tena katika mwili wa kibinadamu mbele ya bibi harusi wako Bwana Yesu, ukituletea maneno ya uzima wa milele, ukimwita bibi harusi wako atoke Bwana. Na Baba, tunakiri usiku wa leo Bwana, sisi ndio uzao huo uzao wa kifalme Bwana, chipukizi hilo jipya la Daudi Bwana, kwamba Baba, sisi ni watoto wako Bwana, nasi tunaamini kila neno lake Bwana Yesu. Tunakushukuru kwa nafasi tulionayo ya kuja hapa usiku wa leo Bwana, ili kusikia tena ujumbe wa saa hii Bwana, ule mkate wa onyesho uliohifadhiwa Bwana, ule uliohifadhi kwa ajili ya bibi harusi wako Bwana, ule uliosema kwamba siku moja ungeweza kumuondoa na nabii wako asiwepo, lakini Bwana, neno hilo bado lingekuwa hapa Bwana, kumlisha bibi harusi wako Bwana. Nasi usiku wa leo tunakiri kwamba tuko hapa kuula uo Bwana, tumepewa uo kwa wingi Bwana Yesu. Jalia tuchukue kila kipande chake Bwana, jalia hilo liingie kwa kina ndani ya mioyo yetu usiku wa leo Bwana Yesu. Jalia ufunuo huo na uwe mkubwa zaidi usiku wa leo Bwana Yesu. Na Baba, usiku wa leo tunaposoma tu kile nabii wako alichosema Bwana, hilo lilikuwa neno lako. Nabii wako alilinena, ulitumia midomo yake, lakini hilo lilikuwa neno lako Bwana. Na ikiwa ni imani yetu pamoja na imani yake kukugusa wewe Bwana, chochote tunachohitaji usiku wa leo Bwana Yesu tunaweza kukipata Bwana, ikiwa tu tutaliamini. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno lako halitapita kamwe Bwana Yesu. Tunaliamini na tunakiri Bwana. Baba, kama unavyojua matendo yaliyo mioyoni mwetu usiku wa leo, mahitaji ya maombi Bwana ambayo tumeyasoma mbele zako Bwana. Baba, kutana na kila hitaji, kila mmoja wa watoto wako usiku wa leo Bwana, yako mioyoni mwao na akilini mwao. Unajua kile wanachohitaji Bwana. Baba, ombi letu kuu ni kufanana na wewe zaidi Bwana. Baba, chochote ambacho hakifanani na wewe Bwana, tunataka Baba kufanana na wewe Bwana. Tunataka yule mwalimu wetu aje na kukuambia, oh, yeye ni kipande tu kutoka kwenye lile gogo la kale. Yeye ni kama wewe tu, anatenda kama wewe, anazungumza kama wewe, roho yake yote ni kama wewe tu Bwana. Hiyo ndio ripoti tunayotaka ikurudie Bwana Yesu. Tufanye utufinyange kuwa kimo cha mtu mkamilifu Bwana Yesu. Tunajua kwa wakati na kwa kulisikia neno Bwana kwamba tuko mwisho unakuja Bwana, wakati hatimaye umefika. Kama vile Danieli aliposoma Bwana, alitafuta kwa moyo wote. Alisema alijua mwisho wa ile miaka 70 ulikuwa umefika. Ulikuwa ni wakati wa kuwa huru. Utumwa ulikuwa unakwisha. Tunaamini Bwana, tuko mwisho wa utumwa Bwana. Unarudi kumchukua bibi harusi wako Bwana Yesu. Tunakupenda nasi tunafurahi sana usiku wa leo. Tunashukuru sana usiku wa leo Bwana Yesu. Tunakushukuru kwa wema na rehema zako zote Bwana. Baba, tunaomba uje tu na uwe pamoja nasi na ututie mafuta upya Bwana Yesu. Tunakukaribisha Bwana katika maneno yote tunayosema, nyimbo tunazoimba, kwamba Bwana iwe harufu nzuri ya manukato kwako Bwana Yesu.
Tubariki na wewe nasi sasa mara nyingine tena ili kuyajibu maombi haya yote Bwana Yesu. Ni kazi iliyokwisha malizika. Imekwisha Bwana Yesu. Jalia wazitweke nanga zao Bwana Yesu. Na Baba, mambo ambayo yameombwa yale Bwana, kama vile Ibrahimu, tunayeshikilia tu Bwana. Hatutayumbishwa, hatutaenda popote Bwana. Tunashikilia neno, ndilo kila kitu. Tunajua halitashindwa Bwana. Ulimwengu unaweza kusema naam, lakini angalia hili, lakini angalia lile, lakini hivi ndivyo x-ray inavyosema, au hivi ndivyo daktari anavyosema. Hilo halimaanishi chochote kile kitu kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Sisi ni uzao wa Ibrahimu, nasi tunashikilia imani yetu imetia nanga, hatutaondoshwa Bwana Yesu. Tubariki na wewe pamoja nasi sasa Bwana, tunapochukua ibada hii, nasi tunaikabidhi kwako kwa heshima yako na utukufu wako. Tunaomba mambo haya kwa jina la Bwana Yesu, na wote tutasema amina. Yuko hapa, haleluya. Yuko hapa, amina. Yuko hapa, takatifu, takatifu. Nitalibariki jina lake tena, maana yuko hapa. Sikiliza kwa makini, analiita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumgusa, nawe hautabaki vile ulivyo. Mara moja tu zaidi. Yuko hapa, haleluya. Yuko hapa, amina. Yuko hapa, takatifu, takatifu. Nitalibariki jina lake tena, maana yuko hapa. Sikiliza kwa makini, analiita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumgusa, nawe hautabaki vile ulivyokuwa. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Ni vizuri sana kuwa maskanini tena usiku wa leo. Amina. Nani anayejisikia vizuri na vizuri zaidi mioyoni na rohoni mwenu? Amina. Najua mimi niko hivyo. Nani anayetazamia kusafiri? Amina. Mimi nimechoka na nyumba hii ya kale ya wadudu. Niko tayari kuondoka. Amina. Makao yangu ya mbinguni maangavuna yake, najisikia kusafiri. Hakuna maumivu wala deni weza kuingia kule, najisikia kusafiri. Najisikia kusafiri na kuendelea, tunahisi kusafiri. Makao yangu ya mbinguni ni mangavu na yaki, najisikia kusafiri. Minara yake inayometa jua huangaza kuliko, najisikia kusafiri. Jumba hilo la mbinguni litakuwa langu, najisikia kusafiri. Najisikia kusafiri, ndio najisikia kusafiri. Makao yangu ya mbinguni ni mangavu na yake, najisikia kusafiri. Acha wengine watafute makao ya hapa chini, mimi najisikia kusafiri.
mbingu ambayo miali ya moto hayatateketeza au mawingu kusumbua. Najisikia kusafiri, ndiyo najisikia kusafiri, ndiyo najisikia kusafiri. Makao yangu ya mbinguni ni makavu na ya haki. Najisikia kusafiri. Na upenda ubeti wa mwisho, Bwana amekuwa mwema sana kwangu. Najisikia kusafiri mpaka niyaone makao hayo yaliyobarikiwa. Najisikia kusafiri, ndiyo najisikia kusafiri, najisikia kusafiri. O, makao yangu ya mbinguni ni makavu na ya haki. Najisikia kusafiri. Ubeti wa mwisho mara moja zaidi. Bwana amekuwa mwema sana kwangu. Najisikia kusafiri mpaka niyaone makao hayo yaliyobarikiwa. Najisikia kusafiri, ndiyo najisikia kusafiri, ndiyo najisikia kusafiri. O, makao yangu ya mbinguni ni makavu na ya haki. Najisikia kusafiri, najisikia kusafiri. O, najisikia kusafiri. O, makao yangu ya mbinguni ni makavu na ya haki. Najisikia kusafiri. Naye ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Lo, ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Malaika wanainama mbele zake, mbingu na nchi za msujudu. Ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Lo, ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Lo, ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Malaika wanainama mbele zake, mbingu na nchi za msujudu. Ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Lo, ni Mungu mkuu, ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Ni Mungu mkuu, vipi, Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Malaika wanainama mbele zake, mbingu na nchi za msujudu. Ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Hebu tupige makofi. Mbingu na nchi za msujudu. Ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Mara moja tu. Oh, ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Ni Mungu mkuu, vipi, Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Oh, malaika wanainama zake, mbingu na nchi za msujudu. Ni Mungu mkuu, vipi tunayemtumikia? Oh, sana ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Oh, sana ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Oh, sana ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Oh, sana ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Na utukufu wa jina lake, maana anastahili kusifiwa. Hakika Bwana, lo, mtukuzeni Bwana, maana anastahili kusifiwa. Lo, sana ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Oh, sana ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Utukufu kwa jina lake, anaishi na kutawala milele. Lo, utukufu kwa jina lake, anaishi na kutawala milele. Oh, sana lo, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Oh, sana
jina lake, kwa maana yeye hunipa mahitaji yangu yote, kwa maana yeye hunipa mahitaji yangu yote. Yehova Jire ndo jina lake, kwa maana yeye hunipa mahitaji yangu yote. Hosana, lo ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Amin. Jina lako limiliwe. Amin. No. Hakika anastahili sifa zetu zote. Amina. Nasi tunapoendelea na safari, ni wangapi wanaotaka kushikilia mkono huo usiobadilika? Lo Bwana, nielekeze na kuniongoza tu Bwana. Lo, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Lo, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga tu matumaini yako kwenye mambo ya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Lo, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Lo, nataka kushikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga tu matumaini yako kwenye mambo ya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Mtegemee yeye ambaye hatakuacha. Mtegemee yeye ambaye hatakuacha. Lolote lile miaka iwezacho kuleta, lolote lile miaka iwezacho kuleta. Na kama marafiki zangu wa duniani wakiniacha bado, mimi nitashikamana naye kwa karibu zaidi. Tushikilie mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga tu matumaini yako kwenye mambo ya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Wakati safari yako itakapokamilika, wakati safari yako itakapokamilika, ikiwa umekuwa mwaminifu kwa Mungu, ikiwa umekuwa mwaminifu kwa Mungu, nyumba ya utukufuni itakuwa nzuri na yenye kung'aa. Nyumba ya utukufuni itakuwa nzuri na yenye kung'aa. Nafsi yako iliyonyakuliwa itayaona. Nafsi yako iliyonyakuliwa itaiona. Lo,
Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Hebu turudie mara moja zaidi. Lo, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Amina. Lo, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga tu matumaini yako kwenye mambo ya milele. Oh, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Hebu tunapovinamisha vichwa vyetu tuvumishe. Inapendeza jinsi gani kushikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jina lako limidiwe Bwana. Hebu tumwimbie. Amini tu. Amini tu. Yote yanawezekana. Amini tu. Amini tu. Amina. Amini tu. Na yote yanawezekana. Amini tu. Amina. Tubaki tumesimama tunapomkaribisha kwa mara nyingine tena kutuletea neno usiku wa leo mchungaji wetu ndugu Branham, ujumbe wa kipekee ambao tunaamini ni utukufu wa Shekina uko hapa ukiivisha ile mbegu, nanyi ndiyo mbegu hiyo. Hiki ni chakula cha waaminio. Amina, amina. Huyu hapa nabii wetu, mchungaji wetu ndugu Branham.